Radio Ustawi. Wale ambao tuko hapa Matunda, tuna hilo jengo, tunaliona. Wakati wako ukifika, kama Sidi alivyo sahihi, ukifika mbele za Mungu, utasema nini? Wakati mwingine mambo yanakuwa ni rahisi kwa sisi wanadamu bila kujua. Tumtambue yule ambaye ni Mwenyezi Mungu ametuma. Kwa hivyo hilo ni jukumu letu la kwanza. Pili, tukisha mtambua, ama kuna wakati ambapo inakuwa vigumu kwa watu wa dunia kumtambua yule ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma. Na akitumwa, tunaambiwa katika kila umma, watu wa dunia wamejaribu mbinu zote kupinga yule ambaye ametumwa. Wanampinga kwa vyovyote, kwa sababu ambazo wao wenyewe wanazijua, na bila kuelewa ya kwamba siku moja watafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nataka tu tuone ni sababu zipi ambazo zinafanya watu kukosa kumtambua yule ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu. Sababu ya kwanza ni kwamba wao huwa wanapima yale maneno ambaye huyo mdhihirishaji amepewa kuleta duniani. Wanapima maneno yake kwa kupitia kule kuelewa kwao ambao kuna mapungufu. Sisi sote hatuna elimu kubwa ya kuelewa mambo ya Mwenyezi Mungu kindani. Kwa hivyo sisi sote tuna mapungufu, na hayo mapungufu ndio tunatumia kumpinga yule ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma. Licha ya ishara zote kupeanwa, tutapata visingizio vya kumpinga. Kwa wakati huu, Wayahudi bado wanangojea ujio wa Yesu Kristo, ili hali Yesu Kristo alikuja kitambo. Kwa Waislamu nao, kwa wakati huu, wao waligawanyika katika makundi mawili kwanza, Shia na Sunni. Kikundi cha kwanza kilitarajia Yesu Kristo arudi. Kikundi cha pili kilitarajia Imam Hussein arudi. Sasa kwa hawa watu wote wana vigezo vyao ambavyo wanapimia vya kiulimwengu. Hivyo vigezo ndio vinakuwa shida kwa watu kuelewa. Kwa hivyo tukitaka kuelewa yule ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu, tujitenge na mambo mengine yote yale ambayo tunafikiria tunayajua. Tusafishe roho zetu, tujiwachilie uhuru, na tufanye utafiti ambao ni mzuri, ambao utatuelekeza kwa mahali Mwenyezi Mungu anataka. Kwa hivyo tusiweze kupima mambo ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia kuelewa kwetu, hatutatoboa. Jambo la pili ambalo linafanya watu kutomtambua ama kutomkubali ni kule kufata mahubiri ya wakuu wetu wa dini ambazo zilikuweko blindly. Tunaambiwa ya kwamba wale ambao wana ujuzi wa dini wamekuweko na wako ni wanadamu, wana mapungufu yao. Ikiwa wana mapungufu yao, na watufundishe na tufate yale wanayosema bila kufanya uchunguzi makhsusi, tutapotea. Sote tunakumbuka wale walipinga mitume ambao walikuja mwanzoni, walikuwa ni wasomi,
wanavyuo, wale ambao walikuwa na elimu ya dini lakini walikosea. Kwa hivyo tuchunguze yale ambayo tunafundishwa na tufanye utafiti wetu sisi wenyewe, kwa sababu siku yako ikifika utajiwasilisha mbele ya Mwenyezi Mungu peke yako. Hautakuwa na yule ambaye ni mkubwa wako wa dini, ni wewe peke yako na Muumba wako. Kuna katika maneno yaliyoficha yanasema, jifanyie hesabu yako wewe mwenyewe kabla hujaitwa kwenye kutoa hesabu ya matendo yako. Utawenda peke yako. Kwa hivyo tusifate walimu wetu wa dini blindly. Sijasema ni wabaya. Nimesema ni wabaya. Nimesema tufanye nini? Uchunguzi wa ukweli. Jambo la tatu ambalo linafanya watu wa dunia kutofata yule ambaye ametumwa na kupuuzia mbali mafundisho yake ni kwamba tunakosa kuelewa ya kwamba Mungu ameweka mkataba ya kwamba katika umma fulani ama katika baada ya miaka fulani ni lazima mdhihirishaji mpya atokee. Baada ya miaka fulani lazima Mungu atume mdhihirishaji mpya. Ni kwa nini hivi ifanyike? Ni kwa sababu kuelewa kwetu ni kidogo sana. Ni kidogo sana. Baada ya muda kidogo tunasahau yale ambayo tumeambiwa. Na nilisema ya kwamba hawa wadhihirishaji wanapokuja wanalete sheria. Na sheria zinatumika kwa muda fulani alafu zinaisha nguvu. Lazima zibadilishwe. Sote tunajua hata serikali inatumia katiba. Na katiba lazima ibadilishwe. Inafika wakati fulani ambapo mambo fulani hayawezi kwenda sambamba na hali ya maisha yalivyo. Ndivyo ilivyo katika dini. Kuna sheria ambazo lazima zigeuzwe ama zitupiliwe mbali. Kwa sababu hiyo ndio sababu ambayo inahitaji mdhihirishaji wa Mungu kuja. Na anapokuja yeye huja kubadilisha hizo sheria. Jambo la 4, nimesema ni lazima. Mungu ameamuru ni lazima katika umma fulani mdhihirishaji afike. Kwa hivyo tutofautishe na tuelewe ya kwamba ikiwa mdhihirishaji wa Mungu anakuja, ni ishara zipi ambazo ziko. Enda fanya uchunguzi wako. Hizo ishara ziko na uzifate. Jambo la 4 ambalo linafanya sisi wanadamu kutomkubali mdhihirishaji wa Mungu ni ya kwamba tunasahau kuelewa ya kwamba sheria ya dini lazima itengenezwe upya. Sheria ya dini lazima itengenezwe upya. Nitatoa mfano. Wakati Mtume Yesu Kristo alipokuja, kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa sheria ya Musa. Na sheria ya Musa ilisema observe the Sabbath. Lazima Sabato liheshimiwe. Ikifika siku ya Sabato hakuna kufanya kazi, hakuna hata kupika. Vitabu vinasema ya kwamba chakula kilikuwa kinapikwa jana ndio Sabato ifike. Si imeandikwa hivyo? Wakati Yesu alipokuja, hiyo sheria ilibadilishwa. Na alipobadilisha, kuna kazi alizifanya siku ya Sabato. Na wale ambao walimfuata kwa ukali walikuwa ni viongozi wa
dini. Wakamwambia, huyu anajiita ndiye Yesu Kristo, mbona amevunja Sabato? Ikawa ni chanzo cha kumchochea na kuambia watu wamkatae. Yeye alifanya kazi siku ya Sabato, na hiyo kazi aliyofanya ilikuwa kusaidia wanadamu. Kuponya mtu siku ya Sabato, mtu ambaye ni mgonjwa, ni makosa. Sasa hao walisema ni makosa. Mnaelewa, mnaweza kuona jinsi gani wanadamu tuko wagumu sana hata kuelewa mambo ambayo ni rahisi kuelewa. Kwa hivyo nimesema kitu ambacho kinafanya sisi kutofata mambo ya Mwenyezi Mungu ni kwamba tunakosa kuelewa sheria ya dini lazima ibadilishwe. Wakati Bahá'u'lláh alipokuja, kuna sheria ambazo alizibadilisha. Kwa mfano, unajua mtume akija, sheria zake zinatumika kwa watu wote duniani, regardless uko dini fulani, uko dini fulani. Kwa wakati huu tunasema Bahá'u'lláh amekuja, sheria zake ndio zinatumika kwa watu wote, uwe Mkristo, uwe Muislamu, upende ama usipende. Hizo ndio sheria zinatumika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu. Wewe una uwezo gani wa kupingana na Mwenyezi Mungu? Hata katika Qur'an, Muhammad alisema ya kwamba ukisoma sura ya 11 karibu 10 hapo hivi, ya kwamba Wayahudi walifikiria mikono ya Mwenyezi Mungu imefungwa na hakuna mtume mwingine ambaye atakuja. Ndio sababu wakamkataa Yesu Kristo. Sasa ukijiweka katika hali yao, Wayahudi wana uwezo gani wa kufunga Mwenyezi Mungu mikono? Hivyo ndio walifikiria. Kwa hivyo tujue ya kwamba wakati mtume anakuja, sheria ya dini lazima ibadilishwe. Kwa Bahai sahihi kuna sheria ambazo zimebadilishwa. Wanawake wamepewa mamlaka. Mnaweza kuona wanawake wako katika nyanja nyingi za utawala, wanaongea mbele ya wanawake. Kuna communities ama watu fulani ambao hawakutaka mwanamke aongee mbele yao, lakini sahihi wanawake ni viongozi. Wanawake sahihi ni machifu, sio? Wanawake sahihi wanaongoza kanisani, wengine ni makapten, wengine ni mareverend. Si ni kweli? Hiyo sheria mmetoa wapi? Nataka niwaambie, hiyo ni sheria ambayo Bahá'u'lláh ameileta na akasema Mwenyezi Mungu ameamuru. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye atapinga. Kama wewe ni Mkristo wakati huu, nimesema kama wewe ni Muislamu wakati huu, jua ya kwamba uko chini ya sheria za Mungu ambazo zimeletwa na mtume Bahá'u'lláh. Na ningesema hivi, kwa wakati huu bado uko hai, huo ulimi wako na hicho kinywa chako, mkiri Mwenyezi Mungu na mkiri mtume wa Mwenyezi Mungu. Siku itafika itakuwa ni vigumu kueleza. Kuna nyumba ya haki, kuna nyumba ya ibada pale, wengi tunapita tu tunaiona. Siku itafika huenda utaiona na itakuwa ni vigumu kukiri. Kama bado uko hai, kiri Mwenyezi Mungu, mshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo linafanya sisi kupinga mitume wa Mwenyezi Mungu ni kwamba tunakosa kuelewa maana ya vitabu vitakatifu. We fail to understand the meaning of the holy books.
Kila mtume aliteremshiwa kitabu, na hicho kitabu kina sheria ambazo zinahusu wewe na muumba wako. Kina sheria ambazo zinahusu wewe na mimi. Hicho kitabu kina mambo mengine ambayo yanaelezea hali ambayo itatokea baadaye. Katika Biblia kuna huo mfano. Ukiangalia katika useme kuna Isaya 62. Utasoma utakuta kuna mahali ambapo inasema ya kwamba siku hiyo itakapofika, Mwenyezi Mungu ataunda nchi kuwa mpya. Na akasema na hiyo nchi itaitwa Beula. Na wafasi wake wataitwa kwa jina ambalo Mwenyezi Mungu atalitambua. Enda usome Isaya 62. Enda usome katika kitabu cha Kumbukumbu. Kinasema ya kwamba siku hiyo itakapofika pia, jina la yule ambaye ataikuja litaandikwa kwenye jiwe, na Mungu ataandika na vidole vyake mwenyewe. Kwa hivyo hivi vitabu vitakatifu vina mambo ambayo yatatokea baadaye na ishara zote ambazo zitatokea. Na sisi kama Wabahai tumeelezwa ya kwamba katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu ameweka miaka karibu 1000 huwa anatuma mtume duniani. About 1000 years thereabout, mtume lazima Mwenyezi Mungu amteremshe. Kwa sababu gani? Watu watakuwa wamesahau yale Mungu anataka. Kwa wakati huu sisi kama Wakristo tunajua tuko na madhehebu ambayo yanafika 800, ikisimama 800, na kitabu kitakatifu ni kimoja. Kwa wakati huu madhehebu ya Uislamu yako 72. Kitabu kitakatifu ni kimoja. Mbona huo mgawanyiko? Inamaanisha ya kwamba tumewacha yale mambo Mungu alitaka. Hiyo ndio sababu ambayo inafanya Mwenyezi Mungu kumtuma mtume mwingine kuja kurenew yale Mungu anataka duniani. Mwisho, kitu ambacho kinafanya sisi kutomtambua Mwenyezi Mungu ni kwamba Mungu anatutia katika mizani. God tests humanity. Tunapimwa. Na tumepimwa kwa mambo gani? Katika vitabu vyote vitakatifu, yale mambo ambayo yamatumika ni mafumbo ambayo ni ya kiroho. Maelezo yako katika mafumbo. Sasa ikiwa utaweza kufumbua hilo fumbo, basi utakuwa umepita mtihani. Nataka sote tujue ya kwamba sote tuko katika mtihani. Tunapimwa na Mwenyezi Mungu. Anatupima tuelewe. Je, tunaelewa mambo yake? Na hicho kipimo kiko katika mifumbo. Nikitumia mfano, Yesu alisema atakuja kwa mawingu. Sote tunaona mawingu, si kweli? Wewe unafikiria ni haya mawingu? Hivyo ndio sisi tunaamini. Tutaona miguu yake ikining'inia akiteremka. Utangojea. Mawingu ni fumbo. Kuja kwa Wabahai watakusaidia kuelewa. Kwa hivyo tuko katika kipimo. Mwisho, kipimo ni ile tunaita true standard of judgment.
Mungu anatumia kama mizani ya kutoa hukumu. True standard of judgment. Sasa nitakana tuelewe ya kwamba Mwenyezi Mungu anataka mambo gani tuyafanye. Na tukielewa tutaweza kwa pamoja kumkumbatia yule ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma, na tutaweza kutembea katika njia zake, na tutaweza kufanya yale ambayo anataka, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatatimia duniani. Kwa hivyo, kwa wote ambao tumekuja hapa, naweza kuwa huenda nimeongea nimekuguza mahali, huo ni ukweli. Na ukiguzwa hivyo ndio tunaelewa, si ni kweli? Kwa sababu mambo ya Mwenyezi Mungu si mambo ya kuchukulia hivi hivi. Kumbuka yule amelala pale. Jaribu kutafakari mahali yuko. Ako katika nchi gani? Nini ambaye anaiona? Nini ambaye inamtendekea? Kwa hivyo kabla tufike pale, tujitayarishe na tuwe tayari. Na tukijitayarisha, itabidi tufate yale ambayo tumeamrishwa na watume wa Mwenyezi Mungu. Na washukuru kunisikiliza. Kwa jina ni Kavogi Boaz. Asanteni. Kama nimekuguza mahali, nasema huo ndio ukweli. Radio Ustawi.